Wengi tunafuatilia kinachoendelea kati ya Iran na Marekani, lakini labda hujasikia sana kwamba kinachoendelea hapa kimeshaigawa dunia kwenye sehemu kuu mbili. Petrostates, hizi ni zile nchi ambazo zinategemea mafuta kuishi. Bajeti yao, uchumi wao, nguvu yao, vyote vinatoka kwenye mafuta. Tuna Saudi Arabia, tuna Russia, tuna hawa jamaa wa Mashariki ya Kati hapa, panaitwa West Asia. Then kuna electrostates. Hizi zinajaribu kujitoa kwenye mafuta. Zinawekeza kwenye umeme, sola na teknolojia. Ujerumani yupo humu, Mchina yumo humu, Marekani pia yumo humu, ingawa ni kwa namna tofauti kwa sababu Trump yupo upande huu mwingine wa mafuta, lakini kwa sababu za kibiashara binafsi. So lengo langu hapa nataka nikupe kwa lugha rahisi kuhusu kinachoendelea kwenye hii vita ya Iran, ambayo ni kama tunaifuatilia sasa hivi kwa matukio, vibe sio kubwa sana, lakini ukweli ni kwamba hii vita hapa Iran inabadilisha kila kitu unachokielewa kuhusiana na uchumi wa dunia na future yake. Speaking of mabadiliko, nadhani nimesha kuambia mara nyingi kuhusiana na Comadre. Hawa ni watu ambao wanayaleta mabadiliko kwenye sekta ya ujenzi. Kama unafundi ama mtu ambaye unamfahamu, please sikiliza kwa sekunde chache. Nataka nikujulishe kuhusiana na hii brand yao ya Amoeba. Ukiona hii brandi Amoeba, iamini kwamba kifaa chake kinaweza kikakufanyia kazi unayotaka, na kimethibitishwa kwa sababu mtu pekee anayeziweza kuzileta hizi Tanzania ni Comadre Tools. So kwa mahitaji yako ya aina hii, waone Comadre kwa sababu wao wamejizatiti kuibadilisha industry ya ujenzi Tanzania kuwa digitali kwa kukuletea vifaa hivi ambavyo havihitaji umeme, unatumia popote. Yani vinatumia betri zake vingi, kwa hiyo popote kazi inafanyika. Sasa tuingie kwenye kazi ya kuielewa hiki ambacho kimezaliwa hapa. Wengi tumeshasikia kuhusiana na ishu ya Iran kufunga huu mlango wa bahari wa Hormuz na impact yake kwa dunia. Sasa hapa nataka nikupe muktadha rahisi uelewe jinsi ambavyo meli kupita ili eneo inaathiri vipi soko la mafuta. Watu wengi wanadhani ni kwamba mafuta yamepungua duniani. Kumbuka hii ni 20% tu, 80 yanaendelea kuwepo. Lakini nini kinatokea? Kwa lugha rahisi, kampuni ya mafuta inasema nataka kusafirisha mafuta ya thamani ya mabilioni kadhaa. Kampuni ya bima inasema sawa, tutakulipa kama meli yako itashambuliwa au kuzama. Unajua kwenye hizi biashara kubwa, bima ni kitu ambacho ni must. Ni kama unavyoona bima ya gari, ukiwa na gari lazima ukate bima. Sasa kwenye meli nayo lazima ukate bima. Kwa sababu kwanza ni pesa nyingi umechukua kutoka kwa wafanya biashara na makampuni umekopa, kwa hiyo huwezi tu ukaendesha hiyo biashara kwa kuriski. Lazima iwepo kampuni pembeni ambayo kwa kupokea zile bima zenu inakuwa tajiri kiasi kwamba likitokea tukio moja inakuwa na nguvu ya kukurefund ile ule mzunguko wa biashara uendelee. Kwa hiyo ndio idea ya bima kwenye haya madude makubwa ya kubebea mafuta. Sasa inakuwa hivi, mwenye kampuni ya mafuta lazima akate bima ya safari yake. Kama hakuna hatari yoyote, bima inakuwa ni bei ya chini. Kama kuna vita au tension, bima inapanda bei. Kampuni ya bima inafikiria hivi, kama meli itashambuliwa, tutalipa mabilioni. Kwa hiyo, wanachofanya ni kupandisha bei ya bima faster. Mfano, jana bima ilikuwa labda dola milioni 1. Hapa tunazungumzia bilioni 2.5 za Kitanzania. Nadhani ni zaidi ya 0.5, 0.6 hivi. Alafu leo unashangaa kampuni nasema bima ya kusafirisha meli moja ni dola milioni 5. Maana yake hapo unajua tunazungumzia bilioni ngapi? Kwa hiyo maamuzi ya kampuni, kama wewe ndio mwenye kampuni, unaweza ukaelewa hapa kwamba gharama zinakuwa zimepanda sana,
alafu na hatari pia imeongezeka. Kwa hiyo wanachokifanya, na hapa ndio inabidi uelewe vizuri, wanasafirisha mafuta polepole pole, kwa maana unakuta meli inakuja inatulia kwenye labda bandari fulani na kaa muda mrefu ikiwa inaulizia taarifa za usalama sehemu fulani, then inasogea tena kidogo. Yani kama unatokea huku, tuseme unatokea Kilwa, unaulizia Dar es Salaam ni kukoje, unajua okay, kidogo hali sio mbaya, unasogea Dar es Salaam kidogo, unaulizia Mombasa ikoje, unasogea Mombasa. Kwa hiyo mpaka waje wafike eneo la tukio, meli zinaenda slow sana kuepuka hatari. Lakini uamuzi mwingine, wanapunguza safari. Maanake kama walikuwa wanapeleka meli 10 kwa wiki au kwa siku au idadi yoyote ile, wanapunguza kutoka 10 zinashuka zinakuwa 5. Maanake idadi ya mafuta inayokuja ni chache, alafu pia inakuja polepole. Na kingine, wanaachana kabisa na hizi ruti ambazo ni hatari. Na ukiangalia kwa nini watu wanapitia Hormuz au wanapitia Red Sea, au kwa nini watu wametengeneza mifereji kama Panama na mifereji mingine yote hii ya Egypt, yote ni kwa sababu ya kupunguza urefu wa safari baharini. Kwa sababu kwanza unavyobadilisha ruti, kwa mfano huku chini ya Afrika unajua papitike, meli nyingi hazipiti huku kwa sababu bahari yake ilivyo na mfumo ni issue nyingine, nitaelezea siku nyingine kwenye episodi nyingine, lakini kifupi ni kwamba hapapitiki huku kirahisi. Kwa hiyo meli huwa ina riski sana kupita huku, ni muda mrefu na bado ni riski. Sasa inabidi kwenye nyakati kama hizi bora kupitia ruti ndefu ambayo matatizo yatakuwa ya kinature kuliko yale ya kibinadamu pale ya mabomu ya Iran. Kwa hiyo unaweza ukaona hayo mambo matatu, kwamba meli zinakuja taratibu, alafu pili zinapunguza idadi ya zinazokuja, alafu tatu zinaongeza urefu wa safari kwa maana ya ruti. Matokeo yake ni kwamba ndo meli zimepungua, mafuta yanachelewa kufika, supply ya mafuta duniani inapungua, na hiki ndicho ambacho kinafanya bei ya mafuta inapanda. Sasa bidhaa ikiwa chache, maanake ndo hii wanaita demand and supply, kwamba unajua kabisa mafuta yamebaki machache. Hata kama ulinunua kwa pesa ambayo ni ya chini, obvious thamani inapanda. Kwa hiyo mafuta yanapungua kidogo, mahitaji bado yanakuwa ni makubwa vile vile, na ndicho unachokiona kinatokea. Sasa hii athari iko kwenye nchi maskini zaidi, kwa sababu hazizalishi mafuta ya kutosha na zinanunua kutoka nje. Kwa hiyo bei inapanda ya petroli, usafiri unapanda, chakula kinapanda, maisha yanakuwa magumu. Na hapa ndipo zinazaliwa hizi states, hizi pande mbili. Kuna mataifa sasa hivi yanasema kwamba mafuta hayawezi kuwa kitu kinachotegemewa sana, kwa sababu kwanza tuna option, na mengine yanasema hapana, mafuta lazima tuendelee nayo. Sasa wanaosema tuendelee nayo wamegawanyika, kwa sababu Marekani kama industry kwa sehemu kubwa wanahamia kwenye solar. Ndio maana hata viwanda vyao havipush sana idea ya kuchimba mafuta ya ndani ya Marekani, kwa sababu nilikuambia sababu ya kwa nini Marekani hawachimbi mafuta yao sana, wanakuja kununua Saudi Arabia na kwingine, ni kwa sababu kwa sehemu kubwa ya viwanda vyao vya kusafisha mafuta, mifumo yake ilitengenezwa kwa ajili ya mafuta yale ambayo ni mazito na size ambayo inapatikana, yani ni mix ambayo inapatikana Saudi Arabia kwenye level ya chemical. Sasa nazungumzia, sasa ukiangalia mwenendo wa uwekezaji kwa makampuni makubwa ya Marekani, kwa mfano Tesla, wenyewe wanawekeza kwenye ishu ya nishati mbadala. Ukimwangalia Trump, anachotaka ni tuendelee na mafuta, lakini mfumo wote wa uwekezaji na biashara kubwa Marekani kama kampuni ya Tesla ni wazi wamechagua clean energy, na ndipo ambapo wanawekeza. Na hata kubishana kwao kwingi kumetokana na hii kitu, kwa sababu Trump anaamini haya mambo ya clean energy, sijui mazingira, ni moja ya scam tu ambayo tunaambiwa. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail.
And I'm really good at predicting things, you know. They actually said during the campaign they had a hat, the best-selling hat. Trump was right about everything. And I don't say that in a braggadocious way, but it's true. I've been right about everything. And I'm telling you that if you don't get away from the green energy scam, your country is going to fail. Lakini ukiangalia deep ni kwamba ana kile wanaita conflict of interest, mgogoro wa kimaslahi, kwa sababu yeye ana mifumo ya biashara na matajiri wenzake ambao mfumo huu wa mafuta na petrodola na kila kitu kinachoendelea kwa sababu ya uchumi huu wa mafuta unawasaidia pakubwa. Sasa mabadiliko yanakuja kwa sababu ya huu mgawanyiko ambao upo na hauchagui sana msimamo wa kisiasa. Hii ni totally kile ambacho tunakizungumzia kama economic order. Kwenye episode zetu za nyuma, itafute hii episode, nadhani ni moja ya episode underrated sana kuhusiana na New World Order na AI. Nilikuambia kwamba kuna order ya kiuchumi ambayo sasa hivi Marekani ameshanyang'anywa, haina mwenyewe duniani. India yupo, Russia yupo, China yupo, you know. EU wapo na wana nguvu tu. Afrika wenyewe tupo. Unakataa nini sasa? Alafu kuna order ya ulinzi ambao kwa sehemu kubwa Marekani ndio ameitawala. Yaani kila mahali Marekani ana jeshi. Unajua watu wengi wana underrate uwezo wa jeshi la Marekani. Lakini wataalamu wenyewe wa takwimu za vita wanasema hata leo dunia ikikusanya wote na majeshi yetu tukaivamia Marekani, bado Marekani itashinda. Kwa hiyo when it comes to issue ya ulinzi na intelligence, hakuna empire ambayo imewekeza kama hawa jamaa. Kwa hiyo security order kwa sehemu kubwa ipo kwao na ndio power yao mpaka sasa hivi, ndio Trump anaitumia kwa sehemu kubwa. Then kuna technology order ambayo hii kwenye issue ya ubunifu kwa maana ya software Marekani wanayo, lakini China wamemove kwa sehemu kubwa kwa sababu katikati pale empire kikawaida zikisha kuwa kubwa, ikisha kuwa kwenye level ya majiji, kinachotokea ni kwamba watu wanakuwa wavivu, alafu wanakuwa ghali. Kwa hiyo Marekani kumwajiri mmoja ni sawa na kuajiri wa China 5 au 6. Kwa sababu China mfumo wao wa maisha, mfumo wao wa kazi na sheria hauna sana issue ya mimi. Ina issue ya ujamii. Hata ukienda China wengi watakwambia kuna miji kabisa wameigawa, yani viwanda vinatengeneza kakiberiti, utakuta kichwa kinatengenezwa huku, nini kinatengenezwa huku, na hawaingiliani kwa sababu jamii ni muhimu kuliko wewe mmoja. Lakini kwa Marekani wewe mtu mmoja ambaye unajituma ni muhimu kuliko yeyote kwenye jamii. Ndio maana unaona wakina Elon Musk wanaweza kawa na utajiri mkubwa kuliko nchi. Lakini China huwezi siku yoyote kuwa tajiri mkubwa kuliko taifa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba order hii ya kiteknolojia China wameweza kuichukua kwa sehemu kubwa kwa sababu waligeuka factory. Ndio sehemu ambapo wengi wana assemble, na hata ukimsikia Elon Musk hapigi kelele sana kuhusu China kwa sababu karakana zake zote unazosikia za biashara zake zipo China. Ndipo ambapo wana assemble vitu vingi. Kwa hiyo China kwenye technology ana keki kubwa sana. Hata kwenye issue ya microchip nimeshakuletea hapa kwamba China wanachogombania Taiwan ni issue ya microchip ambayo upande wa teknolojia ni ya Marekani, lakini miundombinu ipo China. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo kwenye tech China iko mbioni kuipiga Marekani, na ndicho ambacho inapambana. Kwa hiyo sehemu ambayo Marekani haijapoteza bado pointi 3 ni kwenye issue ya security order. Sasa hii security order ndio ambayo sometimes Marekani wanaitumia kuamua hata haya mambo mengine ya order ya kiuchumi ama order ya kiteknolojia. Kuna wakati wanatumia jeshi kuvamia sehemu, kuvuruga vitu ili China aweze kushindwa kuendelea vitu fulani, you know. Yaani inabidi utumie hii order moja kwa sababu ukiachia hii order maana yake huna kitu tena. So vita unayoiona inakuwa inafanywa kwenye level ya uchumi kwa maana ya dola ya Marekani,
Lakini sasa issue ya dola kwa Marekani ni issue ya usalama wa taifa, na ndio maana unaona hili sarakasi lote. Na hapa Afrika ndio unapoingia kwamba Afrika tuna mafuta Nigeria, Angola, Libya. Uganda pia tuna bomba letu lile linapita Tanzania kwa 80%, linakuja Tanga pale, soon tunaanza kuvuna wese letu. Na pia tunajua kali kinoma kwenye maeneo ya hili bara. Kwa hiyo sisi tuko pande zote. Kwa hiyo tunaweza tukachagua petrostate au electrostate. Lakini tatizo ni kwamba miundombinu ni changamoto na uwekezaji pia inabidi tutoe nje. Juzi umesikia Dangote kafungua kiwanda cha kusafisha mafuta na imekuwa kama ni story kubwa sana. Siasa pia ni changamoto nyingine kwenye hizi nchi na inafanya Afrika kugeuka kwamba ni battleground ya energy future. Sasa future tunayoizungumzia sio theory, ni uhalisia ambao umeshaonekana. Magari ya umeme yanaongezeka, ya gesi pia, bajaji nadhani tunakutana na bajaji za gesi kinoma. Oil demand bado ipo. Vita vinaendelea kuongeza bei ya hayo mafuta na nchi zinaanza kuangalia hivi mafuta lazima yawe ndio sababu ya sisi kujiendesha kama kuna option nyingine. Kwa hiyo imezaa hizi system mbili kwa wakati mmoja. Sasa kwa kuhitimisha, bei ya mafuta inaweza ikapanda kwa sababu ya drone moja. Kama nilivyokuambia, serikali zimeanza kuwaza kwamba zinaweza kubadilisha uchumi wake kwa solar panel moja. Umoja wa Ulaya tunavyoongea wamesema kufikia 2035, hii ni miaka 9 ijayo, hakutazalishwa tena gari ambalo linatumia mafuta. Yaani miaka 9 ijayo Ulaya, Umoja wa Ulaya ambao wao wana nguvu kubwa hata kwa Marekani yenyewe kibiashara, wanasema miaka 9 ijayo magari yote yatakayotengenezwa kwenye viwanda vyao yatakuwa ni zero mafuta. Maana yake itakuwa ni EVs car zitakuwa zinaelekea kuwepo ndani ya Ulaya. Kwa hiyo unachokiona hapa Iran kinazidi kubadilisha taratibu, dunia inajikuta inagawanyika na inapush ajenda nyingine ambazo ni kama zilikuwa zimechukuliwa poa poa, na wakati itakapomalizika itakuwa imeshaiacha dunia na projekti nyingine ambayo ni ngumu kuiachia njiani. Kwa hiyo ni either upande mmoja ushinde, na tunavyoona watu mara nyingi huwa wanapenda kuelekea mbele na sio nyuma. Kwa hiyo kuchagua umeme itakuwa ni rahisi kuliko kurudi kwenye mafuta ambayo yana uwezo wa kubadilishwa bei ndani ya usiku mmoja. I hope nimekuongezea kitu kwenye huu uchambuzi wangu kidogo ambao nimeufanya hapa, na najua mnatamani kila siku, lakini sasa Comadre jamani wametuambia ni kwa mara 3 tu kwa wiki, na ili tuweze kufanya kila siku hata kama Comadre hata kuwepo, basi inabidi tuendelee kusubscribe, na nikifikisha subscribers 100,000 nilikwambia nitakuwa nafanya full time kwenye hii channel, kwa sababu naona love na naona kwamba watu wana appreciate kwenye comment, na kutana na wengine wananiambia. Kwa hiyo please, kama nimekuongezea kitu na bado huja subscribe, fanya hivyo, kwa sababu nikiangalia wafuatiliaji wa hii channel kwa ndani ya wiki tu ni maradufu ya wale ambao tunawahitaji. Kwa hiyo angalau mmoja wenu tu akiwa ana subscribe, tunaweza kufikia 100,000 faster. Asante kwa kila ambayo utafanya hivyo. Naitwa Grayson Gideon. Kwa mengine zaidi tukutane kwenye episodes zijazo.